Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa ulinzi nchini Marekani Bwana Pete Hegseth ameonyesha kuwa kitisho kutoka China cha dhahiri na kuyatolea mwito mataifa washirika wa kanda katika bahari ya Hindi na Pacific kuongeza bajeti zao za ulinzi, akisema kwamba hali ya vitisho kutoka China imekuwa ni kubwa mno kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma. Bwana Hegseth amezungumza kwa mara ya kwanza kwenye mkutano wa usalama wa kanda ya Asia unaofahamika kama jukwaa la Shangri-La ambao ulifunguliwa jana nchini Singapore. Hegseth amesema Washington haina sababu ya kumung'unya maneno inapohusika katika vitisho kutoka kwa China. Hata hivyo, katika hotuba hiyo iliyokuwa na matamshi makali kuilenga taifa hilo la kikomunisti, Hegseth amesema jaribio lolote la China kutaka kukichukua kwa nguvu kisiwa cha Taiwan litakuwa na athari kwa kanda nzima. Amesema utawala wa Rais Donald Trump hautaruhusu hilo litokee. Suala la hadhi na hatima ya kisiwa cha Taiwan ambacho China inazingatia kuwa sehemu ya himaya yake limekuwa chanzo cha mivutano ya kila wakati baina ya Beijing na Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ugomvi wa China pamoja na Marekani si tu kisiwa cha Taiwan na wala si masuala ya ulinzi na usalama wa mataifa hayo, lakini kuna mambo makubwa ambayo yamejificha ndani yake. Kubwa katika mambo ambayo yamejificha kati ya China pamoja na Marekani ni suala la uchumi na namna kila mmoja atakavyoweza kuitawala dunia. Marekani kwa muda mrefu imekuwa kiongozi katika ulimwengu, hasa katika masuala ya kiuchumi. Imekuwa na uchumi mkubwa, lakini wakati huu China inakuja kwa kasi sana juu ya uchumi wake. Lakini pia kuna mambo madogo madogo ambayo yanaanzishwa wakati huu ambayo sasa yanatengeneza taharuki baina ya mataifa hayo mawili. Tangu kuingia kwa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, Marekani imeanzisha vitisho kwa Uchina, lakini pia ikianzisha ushuru ambao ni mkubwa sana kwa taifa hilo kwa bidhaa zake ambao ulifikia zaidi ya 150%, huku China ikijibu mapigo. Lakini pia haya yakazungumzwa na kuisha licha ya kwamba bado hayajakamilika vizuri. Lakini pia kuna baadhi ya bidhaa ambazo bado zimewekewa ushuru mkubwa kati ya China pamoja na Marekani. Likaibuka suala la wanafunzi ambao ni wanachama wa chama cha kikomunisti, Rais Donald Trump akiwatimua, akifuta visa zao, lakini pia kidaiwa kwamba wanafunzi hao huenda wakawa ni majasusi ndani ya taifa la Marekani, na hivyo wakawa kuna namna fulani wanafanya katika taifa hilo. Lakini kumbuka kwamba China pamoja na Marekani baada ya kuwa na uhusiano katika miaka ya nyuma, lakini ni uhusiano ambao ulikuwa mashaka sana, kwani kila mmoja alikuwa hana imani na mwenzake, na ndicho ambacho kinatokea hata wakati huu. Vita baridi baina ya China na Marekani bado inaendelea. Ikumbukwe kwamba China, moja kati ya mataifa rafiki kwake ni Urusi, ambayo zamani ilikuwa katika mfumo wa Umoja wa Usovieti, ukiunganisha nchi kadhaa ambazo katika miaka 1990 ilikuja kuvunjika kabisa umoja huo, na hivyo kutengeneza mpasuko mkubwa katika Usovieti na kila nchi kujitegemea. Lakini pia ikumbukwe umoja huo ndio ambao ulitengeneza mifumo ya kiujamaa ambayo pia ilikuwa na ukaribu na China, na hivyo katika vita baridi vilivyohusisha nchi za kijamaa ni pamoja na China pamoja na Urusi na Cuba na mataifa mengine yote ambayo yalikuwa ya kijamaa. Hili lilikuja kusababisha vita baridi kati ya Marekani na washirika wake pamoja na Umoja wa Sovieti pamoja na washirika wake ikiwa ni pamoja na China. Na bado vita hivi Marekani imekuwa ikiviendeleza, kwamba bado kuna baadhi ya mambo yamekuwa yakiendelea yaliyokuwa yakisababisha uwepo wa vita baridi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.